Ni saa 12 saa ya Afrika ya Kati, sawa na saa 1 kamili saa ya Afrika Mashariki. Ujambo na karibu kuandamana nasi katika habari zetu za asubuhi ya leo, ikiwa ni tarehe 17 mwezi Februari mwaka wa 2026. Kutokea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hii ni Amani TV Media, kituo bora cha matangazo ambacho tunakuletea habari za ukweli na za uhakika kuhusu yale ambayo yanaendelea kuripotiwa mashariki mwa DRC, jimboni Kivu Kusini, lakini pia jimboni Kivu Kaskazini. Jina langu ni Ramsey Ramadhani. Matangazo tunayapata moja kwa moja kupitia mtandao wa YouTube pamoja na Facebook. Ukiandika Amani TV Media hapo unajiunga nasi, lakini pia kwa Shabunda unatunasa mbashara kupitia Radio Mutula FM. Asubuhi ya leo msikilizaji, tunayo mengi ya kuweza kujuza, na hivyo nakusihi kusubscribe channel hii, kucomment, lakini pia kusambaza habari zetu ili wa kwanza kunazipata kikamilifu. Asubuhi ya leo utasikia kuhusiana na mapambano makali yameripotiwa kuzuka Jumatatu tarehe 16 Februari huko tarafani Uvira baada ya muungano wa waasi wa AFC M23 wa kushirikiana na makundi ya Ngomino Tuganeo Red Tabara kushambulia ngome za serikali pamoja na wazalendo. Utasikia pia kuhusu ujumbe wa muungano wa AFC M23 umekumbana na wakati mgumu wa kidiplomasia huko jijini Addis Ababa. Tofauti na habari hiyo, utasikia pia kuhusiana na msafara wa kiongozi wa upinzani Martin Fayulu pamoja na makao makuu ya chama cha kisiasa cha ADD Congo umevamiwa. Lakini pia atakujuza kuhusiana na Umoja wa Afrika umetangaza kwa mara nyingine msimamo wake mkali wa kupinga vikali mabadiliko ya uongozi unaofanywa kinyume na katiba. Kuna hayo na mengine mengi msikilizaji, ni kwenye taarifa yetu hii ya asubuhi ya leo, na kusihi kuandamana nami mwanzo mpaka tamati. Na bila shaka natumai kwamba utakuwa salama usalimini popote uliko. Hujambo na karibu mara tena katika habari zetu za asubuhi ya leo, ambazo za leo zinasomwa kwa nami Ramsey Ramadhan. Na tufungue kurasa wetu wa habari na habari kutoka huko kwenye uwanja wa vita, ambako mapigano mapya yameripotiwa kuzuka jana tarehe 16 Februari mwaka wa 2026 katika eneo la Mushaba baada ya muungano wa waasi wa AFC M23 RDF kwa kushirikiana na makundi ya Ngomino Tuganeo Red Tabara kushambulia nafasi zilizokuwa zikikaliwa na vikosi vya jeshi la serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo FARDC vikisaidiwa na makundi ya wazalendo. Kwa mujibu wa taarifa kutoka vyanzo vya eneo hilo, mashambulizi hayo yalilenga moja kwa moja ngome za FARDC na wazalendo katika kijiji cha Mashuba kilichopo ndani ya groupment ya Kigoma katika uchifu wa Bafuleo wilayani Uvira, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Hadi kufikia majira ya jioni, taarifa zinaeleza kuwa mapigano makali yanaendelea katika eneo la Mulenge, ambako wahasi walikimbilia baada ya kukabiliwa na mashambulizi ya kujibu kutoka kwa vikosi vya serikali. Inadaiwa kuwa FARDC na wazalendo walijibu kwa nguvu kubwa na kufanikiwa kuyasambaratisha mashambulizi hayo na kuwalazimisha wahasi kurudi nyuma kuelekea eneo la Mulenge. Tunaingia sasa mgrupema yetu ya Kigoma mu territoire ya Uvira. Leo mida ya saa 4 za asubuhi, donc tuseme ilikuwa ni asubuhi mapema, adui mwenye iko Mulenge alijikusanya akaenda atake vijana wazalendo Mushuba. Wakati walienda atake wazalendo Mushuba, vita ikaanza kuyafika mida ya saa 4, adui kuyaona wanambebelea balisha kuwa naye mpaka Mulenge centre kule kote kwa hospitali. Kwa muda hii baganga bote walikimbia biko Butumba, njo vita inaendelea kule. Njo habari ya leo hii ya kule Mulenge, kuko vita kabisa. Njo hivyo adui mwelekeo aliukosa kabisa. Wewe naenda chokozana na hauna nguvu, baki kukimbiza tunakuwa sawa imbwa yenye liiba mayai. Njo habari hiyo, ifo mko mnayua mahabari, na njo maana banabebelea batu ya Sange nabo bakwe bana identifier se ba chef d'avenue ba identifier majina ya babibi ya bazalendo na bazalendo wenye biko makartie. Ase ole kwa yule mzalendo mwenye atakamatika mweneo ya chef d'avenue fulani Sange takuwa ni bala. Hizo ndizo habari za jioni. Asante sana ndugu yangu, na mengi ya kule asubuhi nitakujuza kuile akse ya kule Ruinja jinsi hali ilivyo. Eneo la Mashuba lina umuhimu wa kiusalama na kimkakati
kutokana na jiografia yake. Kijiji hicho kipo juu ya vilima vinavyotazama groupment ya Runingu katika nyanza za juu na za kati, hali inayofanya kuwa sehemu muhimu katika udhibiti wa harakati za kijeshi katika ukanda huo. Wakaaji wa maeneo hayo wanaripotiwa kukumbwa na hofu mkubwa kufuatia milio ya risasi na silaha nzito, huku baadhi yao wakilazimika kuyahama makazi yao kwa muda kutafuta hifadhi katika maeneo ambako kuna usalama zaidi. Hadi kufikia sasa hakuna taarifa rasmi iliyotolewa kuhusu idadi ya majeruhi au kiwango cha uharibifu uliosababishwa na mapigano hayo. Mapigano haya yanaongeza sura mpya katika hali ya usalama inaendelea kuwa tete katika wilaya ya Uvira na maeneo jirani, huku juhudi za kurejesha amani zikikabiliwa na changamoto ya mashambulizi ya kushtukiza na mapambano ya mara kwa mara. Kwa sasa hali ni ya taharuki na macho ya wakazi wengi pamoja na wadau wa kiusalama yanaelekezwa katika mwenendo wa mapigano haya na hatua zitakazochukuliwa na upande husika katika siku za hivi karibuni. Hayo ni matokeo ya hivi punde kutoka eneo la Mashuba na Mulenge wilayani Uvira, mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kuhusu taarifa zingine mpya kutoka eneo hilo, tuendelea kuzifuatilia na kuja kuletea mara moja, ewe msikilizaji na mtazamaji wetu. Na Kinshasa, serikali ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo inatangaza marufuku ya muda kupokea wafungwa wapya katika gereza kuu la Makala lililoko jijini Kinshasa. Hatua hiyo imetangazwa na waziri wa nchi anayehusika na masuala ya sheria Guillaume Ngefa, ambaye amesema kuwa uamuzi huo ni wa muda na unalenga kupunguza msongamano pamoja na kuboresha hali ya kibinadamu ndani ya gereza hilo. Gereza hilo la Makala kwa muda mrefu limekuwa likikabiliwa na changamoto za msongamano wa wafungwa kupita uwezo wake. Idadi iliyoko kizuizini inatajwa kuzidi kwa kiasi kikubwa miundombinu iliyopo, jambo linalochangia kuzorota kwa huduma muhimu kama vile malazi, maji safi, lishe na huduma za kiafya. Moja ya sababu kubwa inayochangia uamuzi huo ni kuendelea kwa mlipuko wa ugonjwa wa kipindupindu ndani ya gereza hilo. Taarifa zinaeleza kuwa mazingira ya msongamano, upungufu wa maji safi na changamoto za usafi zinaongeza hatari na maambukizi ya ugonjwa huo mlipuko, hali inayotishia maisha ya wafungwa pamoja na askari wa magereza. Waziri Guillaume Ngefa amesisitiza kuwa afya na utu wa wafungwa lazima viheshimiwe kwa mujibu wa sheria na mikataba ya kimataifa kuhusu haki za kibinadamu. Amesema serikali inalazimika kuchukua hatua za dharura ili kudhibiti kuenea kwa kipindupindu, kuboresha usafi na kuruhusu taasisi husika za afya kuingilia kati kwa unafasi zaidi. Wachambuzi wa masuala ya sheria na haki za kibinadamu wanasema kuwa marufuku hiyo inaweza kusaidia kupunguza shinikizo la haraka katika gereza hilo la Makala, lakini pia imeibua mjadala mpana kuhusu haja ya mageuzi ya mfumo wa gereza nchini humo. Baadhi yao wamependekeza matumizi makubwa ya adhabu badala ya kuharakisha usikilizaji wa kesi mahakamani na kupunguza idadi ya waliokaa muda mrefu katika jela bila hukumu. Kwa sasa haijabainishwa wazi marufuku hayo itadumu kwa muda gani, lakini mamlaka zimeahidi kutoa tathmini ya hali ya kiafya na kiusalama kabla ya kuruhusu tena uandikishaji wa wafungwa wapya. Hatua hii imeonekana kuwa ya dharura katika kulinda afya na wafungwa na kuzuia kuenea zaidi kwa kipindupindu, huku serikali ikikabiliwa na shinikizo la kuboresha hali ya gereza nchini kote. Na tukielekeza huko Addis Ababa ni kwamba kumekuwa na taarifa zinazoeleza kuwa ujumbe wa muungano wa AFC M23 umekumbana na wakati mgumu wa kidiplomasia jijini Addis Ababa, Ethiopia, katika makao makuu ya Africa Union. Mwenzangu Joking, taarifa hii iko namna gani? Naam, asante sana ndugu yangu Ramsey Ramadhani. Kwa mujibu wa vyanzo mbalimbali, wajumbe wa AFC M23 waliwasili Addis Ababa wakidai kujaribu kufanya mawasiliano yasiyo rasmi na baadhi ya wakuu wa nchi za Afrika waliokuwepo kwa shughuli za Umoja wa Afrika. Inadaiwa kuwa walijaribu kufanya juhudi za kuwasiliana nao hata katika hoteli ambazo walikuwa wamefikia, wakitarajia kupata fursa ya kueleza msimamo wao kuhusu mzozo unaoendelea mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hata hivyo, taarifa hizo zinasema kuwa juhudi hizo hazikuzaa matunda.
Inadaiwa kuwa hakuna rais hata mmoja aliyekubali kukutana nao kwa njia isiyo rasmi. Aidha, kuna madai kuwa baadhi ya ofisi za marais zilieleza wazi kuwa mazungumzo ya aina hiyo hayawezi kufanyika bila kufuata taratibu rasmi za kidiplomasia kupitia nchi husika. Jina la rais wa Kenya William Ruto pia limetajwa katika taarifa hizo, likidaiwa kuwa hakukubali kukutana au kuonekana hadharani pamoja na wajumbe hao. Hata hivyo, hakuna tamko rasmi lililotolewa hadharani kuthibitisha kwa kina maelezo hayo. Aidha, kulikuwa na madai kwamba baada ya kukosa fursa ya kukutana na viongozi mbalimbali, kulijitokeza wazo la kuomba mazungumzo na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi. Hata hivyo, taarifa hizo zinabaki kuwa madai ya vyanzo visivyo rasmi. Kwa upande mwingine, kiongozi anayetajwa kuongoza ujumbe huo, Benjamin Bonimpa, anaripotiwa kuondoka Addis Ababa bila mafanikio yoyote ya kidiplomasia, huku kukiwa maelezo kwamba hawakupata hadhira wala uungwaji mkono kutoka kwa viongozi waliokuwepo. Wachambuzi wa siasa za kikanda wanasema kuwa katika diplomasia ya kimataifa na utambuzi wa kimataifa ni mambo muhimu katika kupanga mikutano na viongozi wa ngazi za uraisi. Bila kufuata misingi hiyo, huwa ni vigumu kwa makundi yasiyotambuliwa rasmi kupata nafasi ya kusikilizwa katika majukwaa ya juu ya kimataifa. Kwa sasa hakuna taarifa rasmi kutoka Umoja wa Afrika wala umoja wa serikali zinazotajwa ambazo zimethibitisha kwa kina tukio hilo. Hata hivyo, madai haya yanaendelea kuzua mijadala kuhusu hali ya kidiplomasia ya makundi ya waasi katika eneo la Maziwa Makuu. Hayo ni madai yanazungumzwa kuhusiana na kile kinachoelezwa kuwa changamoto za kidiplomasia zilizowakabili wajumbe wa AFC M23 jijini Addis Ababa. Nikiripoti kwa niaba ya Amani TV Media, mimi ni George Joking. Na asante sana mwenzangu Joking kwa ripoti yako hiyo. Tukisalia tu huko ni kwamba Umoja wa Afrika umetangaza kwa mara nyingine tena msimamo wake mkali wa kupinga vikali mabadiliko ya uongozi unaofanywa kinyume na katiba, huku ukisitiza sera ya kutovumilia kabisa vitendo hivyo katika juhudi za kupunguza mgogoro wa silaha barani Afrika. Adolphe Asamombo ameangazia taarifa hii. Kupitia tamko lake Ramsi, Afrika UN imeeleza kuwa mapinduzi ya kijeshi, huasi wa silaha au njia yoyote isiyofuata msingi ya kikatiba katika kubadilisha uongozi wa nchi ni kinyume na msingi ya demokrasia, utawala wa sheria na maadili ya umoja humo. Umoja humo umebainisha kuwa kuongezeka kwa matukio ya kuchukua madaraka kwa nguvu katika baadhi ya nchi za Afrika kumechangia kuimarika kwa hali ya sitofahamu ya kisiasa, kuvuruga utulivu wa kijamii na hata kusababisha kuzuka kwa migogoro ya silaha inayodumu kwa muda mrefu. Hali hii imekuwa na hatari kubwa kwa raia, hususana wanawake na watoto, pamoja na kuzoofisha maendeleo ya kiuchumi na kijamii. Katika sera yake ya kutovumilia kabisa, Umoja wa Afrika umeahidi kuchukua hatua kali dhidi ya serikali au makundi yatakayohusika katika ukiukwaji wa katiba kwa njia ya mapinduzi au uasi. Hatua hizo ni pamoja na kusimamisha nchi husika kushirika katika shughuli za umoja huo, kuweka vikwazo vya kidiplomasia na kushirikiana na jumuiya ya kimataifa katika kurejesha utawala wa kikatiba. Aidha, Umoja wa Afrika umehimiza nchi wanachama kuimarisha taasisi za kidemokrasia, kuboresha mifumo za uchaguzi na kuhakikisha kuwa mabadiliko ya uongozi yanafanyika kwa njia ya amani na kwa kuzingatia katiba za nchi zao. Viongozi wa bara hilo wametakiwa kuweka mbele maslahi ya wananchi, kuheshimu mihula ya uongozi iliyoainishwa kikatiba na kuepuka vitendo vinavyoweza kuchochea migawanyiko au migogoro. Wachambuzi wa siasa za Afrika wanasema kuwa msimamo huo mkali ni sehemu ya juhudi za muda mrefu za kuimarisha amani na usalama barani humo, hasa katika kipindi ambacho baadhi ya maeneo yamekumbwa na mapinduzi ya kijeshi na mivutano ya kisiasa. Hata hivyo, wanasisitiza kuwa mafanikio ya sera hiyo yatategemea
utekelezaji wake kwa usawa na bila upendeleo. Kwa ujumla, kauli ya Umoja wa Afrika inashirikia dhamira ya kulinda misingi ya demokrasia na kuzuia kuenea kwa migogoro ya silaha barani Afrika kwa lengo la kujenga bara lenye utulivu, mshikamano na maendeleo endelevu. Nikiripoti toka Shabunda, MC Adolphe Samombo kwa niaba ya Amani TV Media. Na kwingineko ni kwamba katika maendeleo mapya kuhusu vita vinavyoendelea mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, hususan eneo la Kivu Kaskazini na eneo la Kivu Kusini, taarifa kutoka vyanzo mbalimbali vyenye kuaminika vinaeleza kuwa maafisa wawili wa ngazi za juu za kijeshi wamekamatwa. Kwa mujibu wa taarifa hizo, kukamatwa huko kulifanyika usiku wa kuamkia tarehe 15 Februari katika kambi ya kijeshi ya Badiadingi. Operesheni hiyo inatekelezwa na Baraza la Taifa la Usalama linalojulikana kwa ufupi kama CNC. Maafisa waliokamatwa wametajwa kuwa ni Kanali Justin Ndoki ambaye ni msaidizi wa Jenerali Mudose pamoja na Luteni Kanali Mirei Kika. Luteni Kanali Kika anatajwa pia kuwa aliwahi kuwa mwenzi wa karibu wa Jenerali Amisi na kwa sasa alikuwa akihudumu kama msaidizi wa karibu wa Jenerali Mundos. Kwa mujibu wa taarifa hizo, maafisa hao wawili wanatuhumiwa kwa kosa la kushirikiana na adui, tuhuma nzito ambazo kwa kawaida huchukuliwa kwa uzito mkubwa katika mazingira ya kijeshi, hasa wakati wa vita au operesheni za kiusalama. Hata hivyo, hadi sasa mamlaka husika hajatoa taarifa rasmi ya kina kuhusu ushahidi au mazingira kamili aliyopelekea kukamatwa kwao. Tukio hili linajiri wakati hali ya usalama katika eneo la Kivu inaendelea kuwa tete, huku mapigano kati ya vikosi vya serikali na wahasi yakiendelea katika baadhi ya maeneo. Kukamatwa kwa maafisa waandamizi katika jeshi kunaweza kuibua maswali mapya kuhusu mshikamano wa ndani ya vyombo vya ulinzi na usalama pamoja na changamoto zinazokabili operesheni za kijeshi dhidi ya makundi yenye silaha. Wachambuzi wa masuala ya kiusalama wanasema kuwa iwapo huduma hizo zitathibitishwa, hatua hiyo inaweza kuwa sehemu ya juhudi za kuimarisha nidhamu na kuzuia uvunjaji wa taarifa au ushirikiano unaoweza kuhatarisha operesheni za kijeshi. Hata hivyo wamesisitiza umuhimu wa kufuata misingi ya haki na taratibu za kisheria katika mchakato wa uchunguzi. Kwa sasa uchunguzi unaendelea huku macho ya wananchi yakielekezwa kwa mamlaka za usalama kusubiri taarifa rasmi na hatua zitakazofuata ili kuweza kubaini uwepo wa washtakiwa hao wamehusika moja kwa moja na vikundi vya wahasi au namna gani. Na tukiachana taarifa hiyo, msikilizaji, taarifa nyingine ni kwamba kiongozi wa upinzani nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Martin Fayulu amelaani vikali kile alichokiita tukio lisilokubalika la vurugu dhidi yake. Kupitia kauli yake, Martin Fayulu amesema kuwa tukio limetokea jana tarehe 16 Februari mwaka wa 2026 mara baada ya ibada ya misa ya tarehe 16 Februari iliyofanyika katika kanisa la Saint Joseph. Amesema kuwa watu wanaodaiwa kuwa ni wanachama wa kundi linalojulikana kama Force de Progress walishambulia msafara wake pamoja na makao makuu ya chama cha kisiasa cha ADD Congo. Kwa mujibu wa maelezo yake, shambulio hilo pia lililenga ofisi zinazohusishwa na mwanasiasa Prince Ebenge ambaye ni mshirika wake wa kisiasa. Fayulu amesisitiza kuwa kitendo hicho ni kinyume na msingi wa demokrasia na uhuru wa kufanya shughuli za kisiasa bila vitisho wala mashambulizi. Hadi sasa hakuna taarifa rasmi kutoka kwa mamlaka za kiusalama kuhusu mazingira kamili ya tukio hilo, idadi ya majeruhi au uharibifu uliosababishwa. Hata hivyo, tukio hilo limezua mjadala mpana ndani ya siasa, huku wito ukitolewa kwa vyombo vya dola kuchunguza kwa haraka na kuchukua hatua stahiki. Wachambuzi wa siasa wanasema kuwa matukio ya aina hii yanaweza kuongeza mvutano wa kisiasa nchini humo, hasa katika kipindi ambacho mijadala kuhusu mustakabali wa kisiasa na mwelekeo wa demokrasia inaendelea.
Kwa upande wake, Martin Fayulu amewataka wafuasi wake kubaki watulivu na kuendelea kushikamana, huku akisisitiza umuhimu wa kulinda amani na kuheshimu haki za kisiasa. Batu bazana siège. Attaquez bato na siège. Vous voyez ce qu'a fait UDPS. Attaquez bato na siège de la police. Bato bazana kati ya siège. Bato bazana siège. On a recruté tous les Koulouna ya martyrs. On a recruté tous les Koulouna ya martyrs pour pas bomepenge. Awa toza la kati ya mutuka ya la police. Il est évacué par la police. Bato bazana siège. Bato bazana siège. Oui, bato bakoti na siège. Bazui ba télévision bapanzi biloko nyonso siège na biso. Kulutu. A recruter bato nyonso, bakuluna nyonso bazalaka awa. Voilà. Na mpaka hapo ndipo tunaweka nukta katika matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Mpendwa msikilizaji, nasema shukrani kwako kwa kuwa nasi, shukrani kwa wale ambao wanakuwa pamoja nasi kwa kuweza kutusaidia michango mbalimbali kwa kutuwezesha kuendeleza kazi hizi, lakini pia nasema shukrani za dhati ziende kwa mwenzangu Adolphe Samombo kutoka Koshabunda na mwenzangu Joe Kinge kutoka nchini Burundi kwa kuweza kushirikiana kwa pamoja ili taarifa yetu ya leo ipate uhai. Mimi ni Ramsi Ramadhani, ni Amani TV Media, na kusihi kusubscribe, kucomment na kushare ili kwanza kuwa unapata habari zetu za asubuhi, mchana na jioni. Mwisho wa taarifa ya habari ni mwanzo wa habari zingine. Tukutane katika habari zetu za hapo baadaye. Kwa heri.